Mashambulizi ya Ukraine katika sekta mafuta nchini Urusi yametatiza pakubwa usambazaji wa mafuta na usafirishaji kwa wanajeshi wa Urusi. Kamanda mkuu wa Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi amesema hivyo kuhusu taarifa hii. Amesema uwezo wa tata ya kijeshi na viwanda vya adui, yani Urusi, umepunguzwa kwa kiasi kikubwa na wanaweza kuona hilo kwenye uwanja wa vita. Kamanda huyo amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa waandishi hao. Kamanda wa majeshi kutoka nchini Ukraine, Oleksandr Syrskyi, amesifu kampeni ya Deep Strike ya Ukraine, wimbi la mashambulio ya ndege ambazo zina rubani, kwa kusababisha tatizo la mafuta nchini Urusi ambalo linatatiza moja kwa moja shughuli zake za uendeshaji na njia za usambazaji. Kamanda amesema ni tatizo la mafuta nchini Urusi ambalo linaathiri moja kwa moja ugavi na usambazaji wa jeshi lake. Kamanda alitoa taswira ya ukubwa na athari za kampeni katika chini ya miezi miwili ambapo majeshi ya Ukraine yamefikia malengo 85 ya thamani ya juu katika ardhi ya Urusi. Kamanda huyo amesema hivyo, na hizi ni pamoja na maeneo 33 ya kijeshi kama vile kambi, ghala, viwanja vya ndege na ndege nchini, pamoja na vituo 52 vya kijeshi na viwanda vinavyozalisha silaha, risasi, mafuta na ndege zisizo na rubani. Ufanisi wa Deep Strike umethibitishwa sio tu na wao, yani Ukraine, lakini pia kuthaminiwa na washirika wao. Aliongeza, ndio maana wanaendelea kujenga na kuongeza vitengo vinavyofanya Deep Strike, yani mashambulizi ya kina zaidi. Kauli hiyo inajiri baada ya mfululizo mkubwa wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye viwanda na vituo katika maeneo kusini na katikati mwa Urusi mnamo mwezi wa 8 na wa 9, ambayo wachambuzi wanasema yamepunguza matokeo ya uboreshaji. Kutatiza usafirishaji wa mafuta na uwezo wa kusafisha pia huathiri uchumi wa vita wa Kremlin. Chombo cha habari cha Urusi pia kinachounga mkono serikali cha Kommersant kimeripoti au kiliweza kuripoti Septemba 24 ya kwamba karibu 50% ya vituo vya mafuta katika Crimea, yani eneo la Crimea na huko Sevastopol inayokaliwa, vimeacha kuuza petroli kutokana na kukatika kwa usambazaji wa mafuta katika maeneo hayo. Mamlaka ya Kremlin bado inapanga kuongeza muda wa kupiga marufuku uuzaji wa petroli nje ya nchi na imeanzisha kupiga marufuku uuzaji nje wa diesel kwa wasio wazalishaji. Naibu waziri mkuu wa Urusi Alexander Novak alisema hayo mnamo Septemba 25 kutokana pia na hali hiyo ya mashambulizi ya Ukraine. Ndege zisizo na rubani zimesalia kuwa kitovu cha kampeni ambapo Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine ina uwezo wa kuzalisha hadi ndege zisizo na rubani milioni 8 kila mwaka, lakini haina ufadhili wa kufikia kiwango hicho. Kamanda huyo alisema Ukraine itaendelea kuboresha uwiano kati ya mafanikio ya uwanja wa vita na shinikizo la kimkakati kwa mitandao ya usambazaji na mapato kutoka nchini Urusi. Wakati pia hayo yakizidi kujili, taarifa nyingine ambayo nakudokezea muda huu inahusu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye ametishia kuishambulia ikulu ya Urusi, Kremlin. Kwa nini? Basi pia karibu katika undani wa ripoti hii fupi katika taarifa hii. Rais wa Ukraine alisema hayo kwenye mahojiano ya kipindi cha Axios mjini New York nchini Marekani mapema siku ya Septemba 26 na kuongeza kuwa anatumai kupokea makombora masafa marefu kutoka Marekani, ingawa hakuelezea zaidi kuhusu hilo. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Ukraine ameondoa uwezekano wa kushambulia maeneo ya raia, akisema wao sio magaidi. Awali, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Bwana Dmitry Medvedev aliweza kumuonya kwa ukali kiongozi huyo Zelensky, hasa pia kutokana na kauli yake ya kuishambulia Kremlin, na ametishia kushambulia tena mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Na hicho ndicho ambacho pia kinazidi kujili ama kuzungumzwa kuhusu vita ya Urusi na Ukraine, ambako pande zote mbili pia bado vitisho vya mashambulizi ama vitisho vya kushambulia upande husika
vinazidi kuripotiwa. Tunaona pia hapa rais wa Ukraine ametangaza hivyo au ameripotiwa hivyo ya kwamba ametishia kushambulia huko Kremlin nchini Urusi, ambako ndiko makao makuu ya ikulu ya Urusi. Na pia kauli hiyo tayari ilikuwa imepewa jibu na Dmitry Medvedev ambaye ni naibu mwenyekiti wa baraza la usalama nchini Urusi. Naye pia alimuonya kwamba Urusi itafanya mashambulizi mengine makubwa zaidi katika mji mkuu wa Ukraine unaofahamika kama Kyiv. Basi ripoti zote ambazo zitakuwa zinajiri kutoka vita hii na kuahidi ya kwamba nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa JMTV. Cha msingi hakikisha kwamba unanifuatilia kila siku na kila wakati, na pia umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi ambazo nitakuwekea hapa siku ya leo. Lakini usahau ya kwamba taarifa zote hizi unazipata hapa kwa uzuri kabisa, na unao pia nafasi ya kupata taarifa hizi na matukio haya moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka matukio na taarifa hizi moja kwa moja. Unaweza ukajiunga sasa nasi kwenye grupu letu la WhatsApp kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 tu kwa nambari ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa, ambayo ni 0679619650, yani 0679619650. Hiyo ndio nambari pekee pia ambayo utalipia kiasi cha shilingi 2500 na utajiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko huwa naweka taarifa za moja kwa moja, lakini pia matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, yani namaanisha Urusi, Ukraine, lakini pia huko Mashariki ya Kati, hasa Israeli, ambako mashambulizi bado yanazidi kuripotiwa huko upande wa Gaza, lakini pia Wahuthi wanao wakizidi kushambuliana na nchi ya Israeli. Asante, na pia karibu sana kwa undani wa taarifa hizi kwenye grupu letu la WhatsApp. Unaweza ukanipigia simu moja kwa moja ili pia kupata maelekezo zaidi kama utahitaji hivyo. Basi na ukaribisha sana.